Kinanda kama tulivyosema kimepangwa kwenye mfumo wa noti wa majina ya alphabet A mpaka G. Kwa hiyo tukianza kuhesabu kuanzia A, tumesema hii ni C. Jinsi ya kuitambua C, unaangalia button zako nyeusi kushoto ni C, kirudi nyuma ni B, ni A. Kuanzia A tunaipa namba 1, B namba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kinanda kinaishia namba 13. Tutaona huko mbele mfumo wa namba kwa umakini zaidi, lakini kwa sasa nataka uelewe tu randomly kwamba kuanzia A unahesabu button 13 na mfumo wa namba kwenye kinanda uko kimaana ya namba 13. Tunaposema pitch, maana yake ni kwamba pitch ni sound ambayo ina frequency fulani kwenye muziki. Mfano tukichukulia noti C iko kwenye frequency, lakini tukichukulia noti C kwa mbele hapa iko kwenye frequency inaenda na panda. Tukichukulia C kwenye noti hii hapa italia. Kwa tunaposema pitch maana yake kuna low pitch, kuna hii C ya low pitch na kuna C ya high pitch. Au sawa? Kwa hiyo pitch tunaweza kusema ni frequency ya sauti ya noti. Kuna lower pitch, pitch ya chini, na kuna high pitch, pitch ya juu. Terminology pia ambayo tungependa kuangalia ni intervals. Tunaposema intervals ni distance kati ya noti mbili. Ni umbali kutoka noti moja kwenda nyingine. Kutoka hapa C kuja hapa E, hii ni interval. Tutaona baadaye majina yake. Kutoka hapa C kuja hapa D, hii ni interval. Kutoka hapa F kuja hapa G ni interval. Sawa, ni distance kutoka noti moja kwenda nyingine. Sasa kuna aina mbili ya interval. Kuna moja tunaita harmonic interval na ya pili tunaita melodic interval. Harmonic interval ni interval ambayo unakuta noti mbili zinachezwa kwa wakati mmoja. Yaani unapopiga C na E kwa wakati mmoja, hiyo ni harmonic interval. Lakini unapofanya C alafu E, hiyo ni melodic interval. Sawa? Kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa introduction kwa leo juu ya kinanda kwa ujumla na jinsi ya kuzitambua noti. Tumeanza kwa kuangalia jinsi ya kuzitambua noti kwenye kinanda na kuzipa majina kutokana na mfumo wa alphabet. Pia tukaangalia definition ya pitch pamoja na interval. Pia tukaangalia numbering kwenye kinanda, tumesema inaanza 1 mpaka 13. Nipende tu kukualika kuendelea kufuatilia na kuendelea kusubscribe kwenye channel yangu, maana nitaendelea kupost mfululizo wa masomo haya ya kinanda. Karibu sana.